Ujambo na karibu tena mpendwa msikilizaji, mahali popote pale unapoendelea kusikiliza na kutegea sikio sauti hii. Hii ni sauti ya ndugu yako Imani Mchimba katika siri ya mambo yaliyofichika, na kwa ruhusa yake Loba Tite naenda tena mbele zenu wapendwa wasikilizaji, na kipindi na mada hii ambayo tayari mzaliwa wa pili ambaye ni Zulula Sa ameshaitoa kwetu, nami kama kawaida naja kuinukuu katika lugha ya Kiswahili. Kabla ya kuingia katika mafundisho haya ya siku ya leo, napenda kwanza kuwapatia mwaliko wote, wapendwa wote ambao mnatufuatilia sehemu zozote zile ambazo mpo. Tarehe 9, yaani Jumapili ijayo, tutakusanyika pamoja. Mnaweza mkaingia kwenye Zoom meeting ili tuende kushiriki chakula kwa pamoja. Yaani kikawaida ni mara moja kabisa kwa kwa mwezi, lakini wiki iliyopita hatukushiriki pamoja na hao wapendwa. Kwa hiyo ndio maana neno likaruhusu kwamba kwa wakati huu basi wiki hii aweza Jumapili hii tuwe pamoja, yaani nyote ambao mmekubali ukweli na wale ambao bado wangali na maswali na ambao wanapenda kabisa kujiunga pamoja nasi, basi tunawakaribisheni Jumapili hii ya tarehe 9 kuanzia saa 4 aidha saa 4:30 majira ya Tanzania. Tutakuwa tayari tumeshakuwa hewani aidha majira ya Kenya. Kwa hiyo nawakaribisha nyote 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 muje, na kama gisi mnavyojua meeting ID ni ile ile, lakini pia ile password ni ile ile Dale 161 kama gisi mnavyojua. Kwa hiyo haitawapatia ugumu na shida yoyote ya kujiunga, ndugu zangu. Basi baada ya kutoa taarifa hiyo, tunaingia sasa katika mafundisho yetu. Kama gisi mnavyojua, tema inahusu ushujaa wa Gideoni. Hapa sasa tunaenda kutimiza kabisa, kukamilisha historia ambayo tumeanza nayo kuhusiana na Gideoni, ambaye tuliona jina lake halisi katika lugha ya asili aliitwa kwa jina la Kuma, na Kuma ambayo inamaanisha ni kupindua, aidha kubomoa, kuharibu, mambo kama haya. Sasa kuharibu nini? Kuangamiza nini? Aidha kupindua nini? Kupindua mipango ya ulimwengu wa giza la kichawi, yaani yale mambo ambayo shetani kupitia watu wake anayaweka ili kwamba kuwaharibu, kuwasumbua wale wanaotembea kulingana na ukweli. Kwa hiyo tutaenda kumalizia sasa, tuone ushujaa wake ulikuwa namna gani. Maana kabla ya yote, mnajua kwamba kuna wakati ambapo tulisema kwenye video ambayo ilipita kwamba Kuma alitokewa na mlinzi ambaye ni kaka yetu, ni mmoja kati ya kaka zetu wa ulimwengu wa kiroho, ambaye alimtokea na akamwambia kile alichomwambia. Lakini pia tunajua kwamba kukawa na Mutatedi ambaye ni roho anayewaongoza na kuwatawaza wale walioanzishwa, naye pia alimjia usiku huo huo, akaomba kwamba apate kuwa mtu ambaye ameanzishwa. Kwa hiyo Mutatedi kwa kweli, kufumba na kufumbua, naweza nikasema, yani kulala na kuamka, tayari Kuma akawa mtu ambaye ameanzishwa na akapewa maarifa kwelikweli na ujuzi uliosaulika, yaani maarifa ambayo babu zetu walioanzishwa, waliotembea kulingana na ukweli, waliyatumia katika kipindi chao. Lakini katika kipindi hicho cha Kuma, yani ni maarifa ambayo alikuwa tayari yameshasaulika, ndipo akaomba Mutatiji apate kumwanzisha na apate kuyajua hayo maarifa yaliyotendeka, yaliyopitika. Kwa hiyo tutaenda kuyaona hayo maarifa namna atakavyoyatumia katika vita hivi na kuonyesha ushujaa wake kwelikweli katika vita hivi ambavyo ni vya kiroho. Unatakiwa kuelewa kwamba mafundisho yetu kama kawaida yatakuwa katika vipengele mbalimbali, na kipengele cha kwanza tutaanza kuongelea kuhusiana na ishara ya ushindi. Ishara ya ushindi kama kawaida ni katika Kalatan Dimsi, ambacho ni kitabu cha maajabu. Unaweza ukakiagiza kupitia tovuti ya leseditionszululasan.com. Kwa hiyo ndugu zangu, kwa nini kipengele hiki kinasema ishara ya ushindi? Unajua, kabla ya kwenda vitani lazima ujiandae, na wakati unapojiandaa kwelikweli, lazima utajiandaa kwa namna wewe unavyojifahamu wewe mwenyewe, lakini pia kuhusiana na upande wa pili, yani tuseme kwamba unajua adui yako yuko namna gani, yani nguvu zake ziko wapi na udhaifu wake uko sehemu gani. Maana unapotambua hayo, hapo unaweza kuwa na uweza kwelikweli wa kufanya nini, wa kusonga mbele na kwenda kushinda. Sasa kuna vitu ambavyo atapewa kama vile ishara ili kumwonyesha kwamba kwelikweli ataenda kushinda. Yaani anapoenda anaenda na ujasiri wa hali ya juu, kwa sababu hayo mambo tayari ameshayaona namna yatakavyotendeka. Ndio maana Koma ataongea na atasema kile ambacho kilichotokea. Tunaenda katika kitabu cha Mukaisidi ambacho wataita kitabu cha Waamuzi, sura yake ya 12 mstari wa 9 hadi 18. Inasema hivi: usiku huo Mutatedi aliniambia mimi Koma na kusema, kuna nukta mbili.
Sote mnajua kwamba, za nyote mnajua, za sote tunajua kwamba mtatiji sio mwingine bali ni Roho anayewaongoza na kuwatawaza walioanzishwa. Mtatiji watamchukua, watasema kwamba ni malaika wa Bwana, sijui yeye, sijui ni mfano wa Yehova Elohim Shaddai, lakini tunajua kwamba yeye ni mtatiji ambaye ni kaka yetu wa kiroho, ambaye anayewaongoza na kuwatawaza walioanzishwa. Anasema kwamba usiku huo mtatiji aliniambia mimi, koma na kusema, kuna nukta mbili: inuka, toka kiroho, ukashambulie kambi ya Dipa, kwa maana ninaikabidhi mikononi mwako. Kwa hiyo tayari tunaanza kuona utofauti kati ya ukweli, uhalisia uliopo wa ukweli na mambo ya kimwili. Maana unapoangalia vita vilivyotendeka katika Biblia za kisasa, yani ni vita ambavyo vinachukuliwa ni vita vya kimwili, yani mtu anatoka tu anachukua panga, anaenda kuangamiza watu, anaua. Lakini vita hivi kulingana na ukweli vilikuwa ni vita ambavyo ni vya kiroho, kwa sababu unapotoka kiroho, maana sisi, unapokuwa mtu wa kiroho haupigani na mwili, unapigana yani kulingana na roho. Ndio maana unapotoka nje ya mwili wako na unakuwa roho, unaenda kiroho, hapo unaweza ukapata ulinzi kutoka ulimwengu wa kiroho na watakupatia ushindi, kwa sababu vita hivyo ni vita vya kiroho. Kwa hiyo ndio maana yeye akatoka, akaambiwa na mtatili kwamba inuka, toka kiroho, ukashambulie kambi ya Dipa, kwa maana ninaikabidhi mikononi mwako. Kwa hiyo koma alikuwa tayari ameshaanzishwa, na tena alikuwa tayari ameshapata yani ujuzi, hasa maarifa yaliyosaulika ambayo yalitendeka katika kipindi cha walioanzishwa. Nenda chini huko kwanza na bwanga rafiki yako. Kwa hiyo mtatedi, mnapoangalia hapa, anasema kwamba kabla ya wewe kwenda vitani, kwanza mnatakiwa mshuke kwanza, lakini usiende peke yako, uende na mmoja, yani uende na rafiki yako ambaye anaitwa kwa jina la bwanga. Kwa nini aende na rafiki mmoja? Kwa sababu wakati mwingine tuliona kwamba alienda na marafiki 10 ili kwenda kubomoa yale madhabahu ya nyungu ambayo wataita Bahali. Sasa imekuwa namna gani hapa? Ataenda tu na rafiki yake mmoja, na lengo la kwenda huko na rafiki yake mmoja litakuwa nini? Ndio maana kabla ya kuendelea zaidi sana, lazima tujue maana ya jina hili bwanga. Bwanga ni kitu gani? Bwanga, jina la rafiki yake, linamaanisha, yani lina nyuso mbili, tunaweza tukasema, lina maana mbili. Maana ya kwanza, bwanga ni kama vile dawa ambayo itakusaidia, yani rafiki yake atawakilisha kama vile dawa kwake. Na unapopewa dawa, kama ulikuwa mtu ambaye unaumwa, kikawaida utapona, utakuwa na nguvu, utakuwa na ujasiri. Kwa hiyo yeye rafiki yake ambaye ataenda naye, ambaye ni bwanga, kwa upande huu atakuwa kama vile kwelikweli yeye, yani ni msaada tosha kuhusiana na kile ambacho ataenda kukifanya, kwa sababu kupitia yeye atapata ujasiri, na ili kwamba apate kutimiza kile anachotakiwa kwenda kukitimiza. Kwa hiyo huu ni upande mmoja kuhusiana na maana ya jina ya rafiki yake ambaye ataitwa kwa jina hilo la bwanga. Lakini upande mwingine litamaanisha kifua, yaani bwanga litamaanisha kwamba tena ni kifua. Kwa nini? Hapo tutakuja baadaye, alafu mtaelewa kwamba upande wa pili wa jina hilo bwanga, mtaenda kujua kwamba ni nini hasa inamaanisha. Alafu mtatili akamwambia kwamba wewe shuka, wewe nenda kwanza na rafiki yako ambayo ni bwanga. Katika lengo gani? Utasikia kinachosemwa hapo, na kisha utakuwa na ujasiri wa kwenda kushambulia. Tunasimama kwanza hapa, yaani mtatedi anamwambia kwamba aende na rafiki yake ambaye ni bwanga katika lengo la kwenda kwenye kambi kwanza, lakini katika namna kama vile mtu anayeenda kufanya nini, yani kuchunguza. Sasa wataenda wasionekane na kambi hii, wasikilize kile ambacho watakuwa wakikiongea wao. Sasa atakachosikia yeye koma na mwenzake, hicho kitu kitampatia tena nguvu zaidi sana ya kwenda kupambana vizuri, kwa sababu hilo ndio jambo ambalo mtatili alipenda. Kabla ya yeye kwenda kupambana, aende kwanza kusikiliza, kwa sababu awe na ujasiri, asiwe na woga, awe na uhakika kwamba anapoenda ataenda kushinda. Kwa hiyo utasikia kinachosemwa hapo, na kisha utakuwa na ujasiri wa kwenda kushambulia. Mimi koma nilishuka na rafiki yangu hadi kwenye vituo vya nje vya kambi. Kwa hiyo
atakuwa na ujasiri kwa sababu rafiki yake Bwanga yuko pamoja naye. Maana yake bila rafiki yake Bwanga Koma asingelienda. Hilo mnatakiwa kulielewa. Kwa hiyo naendelea kusema Wadipa, Waja na Waamaji ambao ni damu mchanganyiko walikuwa wametawanyika kote uwandani, wengi kama panzi. Ngamia zao zilikuwa nyingi. Mimi Koma nilipofika, walipofika hapo sasa, mtu mmoja alikuwa akimwambia mwenzake kuhusu ndoto. Niliota ndoto, alikuwa akisema, niliona mkate wa shairi ukizunguka kupitia kambi yetu. Uligonga hema, ukaipindua na kuigeuza juu chini. Hivyo ndivyo alivyoeleza. Mwenzake akajibu, kuna nukta mbili. Hii inaweza tu kuwakilisha nguvu ya Koma Mtombwanebila, mwana wa Jabea. Mutateti ameamua kutukabidhi kwake pamoja na kambi nzima. Tunasimama hapa alafu tunaingia katika yaani wakati ambapo Koma alipofika na rafiki yake, walikuta mtu mmoja anamwelezea, yani au ndio maadui zao tuseme, wanamwelezea nani ndoto aliyoiota, kwamba bwana, niliona hili, niliona hili. Sasa mwenzake ambaye anapewa hiyo anayoelezwa hiyo ndoto akasema, hiyo inapenda tu kumaanisha, hiyo ndoto yako inapenda tu kumaanisha kwamba huyu ni Koma, huyu ambaye atakuja kutuvamia. Na kweli Mutatedi inamaanisha kwamba ametukabidhi kwa Koma ili Koma kwelikweli atumalize, apambane na sisi katika vita hivi vya kiroho na tushindwe. Kwa hiyo wakati huo Koma anasikiliza. Labda tunaweza tukajiuliza, huyo aliyekuwa akifasiri hiyo ndoto alikuwa na uwezo, alikuwa mtu ambaye yaani tuseme ni kipawa chake, kipaji chake alichokuwa nacho, kwa sababu hawa wanaongea hapa Wadipa, Waja, wote ni wasioanzishwa. Sasa je, anaweza kuwa na kipaji, aweza kipawa hicho cha kufasiri ndoto kweli kweli? Aizi ilikuwa namna gani? Lakini mnatakiwa kuelewa kwamba, na mwelewe kwamba Wadipa sio Wadipa wote ambao walikuwa wasioanzishwa. Kuna Wadipa wengine ambao walikuwa wameanzishwa, lakini hao hawakuwa wanafanya vita dhidi ya Tombwanebila ya wasioanzishwa. Hapana. Huyu mwenzake katika hilo kambi la maadui, yani alifasiri hiyo ndoto kwa sababu Mutatedi ndiye aliyeruhusu kwamba apate kufasiri hiyo ndoto, ili Koma atakaposikia apate kuwa na ujasiri kwamba kumbe tayari hawa tumeshawapata. Kwa hiyo ndio kitu ambacho Mutatedi alimwelezea Koma aende kusikiliza kwanza kabla ya hapo, ili kumwonyesha kwamba kwelikweli nachokiongea mimi siwezi nikadanganya, siwezi nikabadilika, siwezi nikageuka, kwa sababu Mutatedi yeye sio Yahweh Elohim El Shaddai ambaye anabadilisha mawazo yake kila wakati. Kwa hiyo sasa hilo ni jambo ambalo lilitendeka baada ya kupata hiyo taarifa. Ujasiri uliingia moja kwa moja, ujasiri ukaingia kwelikweli. Kwa hiyo Mutatedi aliruhusu kwamba Koma aende kusikia hayo kabla ya kwenda vitani. Mimi Koma niliposikia simulizi la ndoto na tafsiri yake, niliinama chini kumshukuru Luba. Tunasimama kwanza hapo. Kitendo cha kusimama, cha kuinama kumrazi na kumshukuru Luba kina maana sana, ndugu zangu. Maanake alipokuwa na rafiki yake ambaye ni Bwanga, ambaye atawakilisha dawa, hapo atakuwa yuko sawa, ana afya nzuri, yaani ana ujasiri tuseme, yaani ni kitu ambacho kitamponya, anajihisi kwelikweli anapona. Lakini maana yake wakati alipopata ujasiri sasa, kuinama chini kumshukuru Luba itawakilisha upande wa pili wa maana ya jina la Bwanga, ambao una maisha kifua, yaani Koma amepata sehemu ya kuegemea. Sijui kama unaona hilo. Hiyo ndio maana ya jina la Bwanga ambalo lina pande mbili. Mimi Koma niliposikia simulizi la ndoto na tafsiri yake, nilinama chini kumshukuru Luba, kisha nilirudi kambini, kuna mabano, pamoja na Bwanga rafiki yangu, tunafunga mabano, ambapo wanaume wengine wa Tombwanebila walikuwa
na nikapiga kelele, kuna nukta mbili, wima Mutatedi ametukabidhi kambi ya Dipa. Kipengele cha pili, tarumbeta takatifu. Muda mfupi baadaye, mimi Koma niliwagawa wanaume 300 katika makundi matatu, kwa sababu tunajua kwamba alibaki na wanaume 300. Sasa kati ya hao 300 tena akaweka makundi matatu, yani 100. Nilimpa kila mtu tarumbeta, kuna mkato, mtungi mtupu, kuna mkato na tochi ya kuweka ndani ya mtungi. Tunasimama hapo, hey. Walikuwa watu 300 na kila mtu alimpatia tarumbeta. Ina maana kwamba ni tarumbeta 300. Kila mtu alimpatia mtungi ambao uko mtupu, yaani kulikuwa na mitungi 300, na kila mmoja akampatia tochi ya kuweka ndani ya mtungi, yaani tochi 300. Mwangalie namna Koma alivyokuwa tayari anajitayarisha kuhusiana na vita hivyo vya kiroho. Sasa tujiulize, inamaanisha kitu gani mtu anayeenda katika vita vya kiroho abebe na mtungi ambao uko mtupu, abebe tarumbeta, tochi? Hayo yote yatawakilisha kitu gani zaidi? Hayo mambo matatu, ndugu zangu, ni muhimu sana katika vita vya kiroho, kwa sababu hapo Koma anatumia sasa yale maarifa yaliyosahulika ambayo walioanzisha wa kipindi cha zamani waliwahi kuyatumia katika vita vya kiroho. Kisha nikawapa amri hii, mtanitazama na kutenda kama ninavyofanya mara tu nitakapofika ukingoni mwa kambi. Nitakapopiga tarumbeta takatifu, kuna mabano chini ya mtazamo wa kutoboa wa moja kati ya roho zinazojulikana kwa jina la miseba longe, yani tarumbeta zilizo hai. Na wanaume wanaoandamana nami, mtapiga tarumbeta zenu pia kuzunguka kambi na kupiga kelele kwa Mutatedi na kwa Koma. Maana yake ni nini? Unajua ndugu zangu, waandishi wa Biblia za kisasa hawakuelewa kitu kimoja. Kuna mambo mengi hawakuelewa, lakini kuhusiana hili pia hawakuelewa kuhusiana na tarumbeta. Maana mkisoma katika kitabu cha Ufunuo wataambia kwamba kuna malaika ambao wanapiga tarumbeta, tarumbeta ya kwanza, tarumbeta ya pili, sijui hadi 7, mambo kama hayo. Sasa hata hao wanaojiita kwamba ni mashahidi wa Yehova wanapowakilisha malaika wanaopiga tarumbeta, yani wataonyesha ni wazungu ambao wanachukua tarumbeta pumpu, halafu wanapiga. Sijui kama mnaona hilo. Na hapo ndipo wako kimwili tu, maana tarumbeta ambao watazirisha, wataonyesha ni kitu ambacho kwa mujibu wao ni kitu ambacho ni cha hali inayoonekana. Sasa namna gani kitu ambacho ni cha hali inayoonekana cha mwili kinaweza kikaingia katika ulimwengu wa kiroho? Hiyo tarumbeta katika ulimwengu wa kiroho, je, mna uhakika kwamba itakuwa kama hiyo ambao wanayoichora kwamba watu wanapiga pu 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 tarumbeta kweli kweli? Unatakiwa kuelewa kwamba tarumbeta ambazo ni tarumbeta hai ni roho za agizo kuu la vitu. Kwa hiyo chimbuko la tarumbeta, aidha tarumbeta wenyewe, yani ni roho za agizo kuu la vitu ambavyo utaita malaika, aidha nini, ni roho za agizo kuu la vitu ndio zinaitwa tarumbeta zenyewe. Na hawana haja ya kuchukua kwa mfano tarumbeta kama gisi mnavyochora ili kupiga kwamba malaika anapiga. Yeye mwenyewe, malaika mwenyewe ni tarumbeta. Hivi sijui kama unaelewa hilo. Tunaweza tukawachukulia mfano tu kidogo ambayo inaweza ikawakilisha tarumbeta katika hali inayoonekana kwa upande wa wanyama. Tuchukue tembo. Tembo si mnaona mnaita nini, sijui inaitwa namna gani, ule mdomo wake mrefu ni ili ni tarumbeta. Kwa sababu akipiga ndani, akilia kwa sauti, yani inaenda yani ni kama vile tarumbeta ambayo iko hai ambayo tunaiona katika inaonekana tembo. Sijui kama unaona hilo. Huu ni mfano tu ambao unatakiwa kuelewa. Sasa hapo mnaambiwa kwamba tarumbeta hai ni roho za agizo kula vitu. Sasa roho za agizo kula vitu, wao watafanya namna gani? Kwa mfano kama kuna wanaposema kwamba kuna roho ambaye atapiga tarumbeta, anafanya namna gani? Ina maana kwamba yani atafanywa kitu kimoja na roho hizo ambazo zinaitwa tarumbeta. Yani anapozungumza, yani inatoka direct kwenye huyo roho anayeitwa tarumbeta.
na watu wanasikia, roho fulani alipiga tarumbeta. Hiyo kupiga tarumbeta, hakuna kitu ambacho hakiko, yani ambacho kimekufa katika ulimwengu wa kiroho. Yani vitu vyote viko hai, vina ufahamu, na haya ndio mambo ambayo wanadini hawawezi wakapenya, hawawezi wakaelewa. Ndio maana kitabu cha Misongi ambacho wataita kitabu cha Hesabu sura yake 15 mstari wa kwanza inasema, tengeneza tarumbeta 2 takatifu, zitatumika kuashiria mwanzo wa mapambano ya kiroho kwa wale walio katika jamii chini ya usimamizi wa roho zinazojulikana kwa jina la miseba longe, yani tarumbeta zilizo hai. Tunafunga mabano, walioanzishwa mahususi kwa ajili ya pambano. Kwa hiyo utumiaji wa tarumbeta, ndugu zangu, ulianza na walioanzishwa. Mnapoangalia hapa katika hali inaonekana sio kwamba ni wao walioanza, bali ni watu ambao waliotembea kulingana na ukweli wa neno la lugha ndio waliokuwa wa kwanza katika hali inaonekana kutumia tarumbeta. Wakati huu tarumbeta zinatengenezwa, wengine wanatengeneza zile tarumbeta, lakini kuna aina mbalimbali za tarumbeta. Tarumbeta inaweza kuwa namna gani? Kwa mfano katika nchi za Ulaya za sehemu zingine, kwa wakati huu kunapokuwa kwa mfano kama nchi imevamiwa, kwa mfano kuna alamu ambayo inalia. Hiyo ni namna ya tarumbeta ambayo inaonyesha watu kwamba kumekuwa hatari fulani, yaani tumevamiwa kivita. Sijui kama unaona hilo. Kwa hiyo hizo ni tarumbeta kwa namna moja haiza nyingine. Tarumbeta zingine ambazo tunaweza tukaongea kwa wakati huu ni kama vile ni mic ambazo watu wanatumia, yaani ni kama vile ni tarumbeta nyingine hivi, inaenda pu, unaongea halo halo, inaenda whoop. Kwa hiyo unaposema halo, yaani hata mic nayo pia haiwezi kasema ola, no, itasema halo, yaani kwa sababu ni kama vile ni chombo ambacho kinapeleka tu ujumbe, taarifa ya kile ambacho umekiongea. Kwa hiyo sasa, kwa nini kutumia tarumbeta katika vita vya kiroho? Kwa sababu hizo tarumbeta hizo watazitumia kabla ya kutoka nje ya miili yao. Watachukua hizo tarumbeta hizo, watazitumia, kwa sababu unapopiga tarumbeta, hiyo tarumbeta inaweza ikamfanya adui kuogopa zaidi, kuzoofika. Lakini pia tarumbeta kwa wale wanaopiga hizo tarumbeta inawapatia tena ujasiri wa kuingia katika vita. Kwa hiyo haya ndio mambo ambayo mnatakiwa kuyaelewa, ndugu zangu. Hayo mnatakiwa kuyaelewa, kwa sababu mambo ya kiroho watu wanaweza wakaona kama vile watu wanafanya ni mzaa, ni kitu gani ambacho mnakifanya, lakini mambo ya kiroho yako tofauti na gisi watu wanavyofikiria. Ndio maana kitabu cha Belonge ambacho wataita Yoshua sura ya 4 mstari wa 7 inasema, wakati huo huo walioanzishwa walipiga tarumbeta 2 takatifu, kuna mabano, chini ya mtazamo wa kutoboa wa moja kati ya roho zinazojulikana kwa jina la miseba longe, yani tarumbeta zilizo hai. Na wakatoka pia walipigana vita vikali dhidi ya mfalme mchawi wa Mudima Lende, ambaye alishindikizwa nje ya mwili wake wa kimwili na wachawi wengine wa kiume na wa kike wa daraja la juu. Kwa hiyo tarumbeta hazikuanza katika linaonekana, tarumbeta zimeanza katika ulimwengu wa kiroho, na hizo tarumbeta kabisa zilizo hai ni roho za gizo kula vitu. Kwa ndio maana ulimwengu wa kiroho uliruhusu kwamba kuwepo na aina zingine mbalimbali za tarumbeta. Kuna tarumbeta zingine ambazo zitapigwa zikiwakilisha kwamba kuna sherehe za ndoa, kuna zingine ambazo zitapigwa ambazo zitazirisha kitu kingine tu, na watu watajua kwamba kumekuwa hivi. Kuna wengine ambao wanapiga tarumbeta kwa namna nyingine, wanapiga ngoma wengine, kwa mfano kama vile namna ya tarumbeta kuambia watu kwamba muda wa kuingia kanisani umefika, wanaenda katika hizo dini zao, mambo mengine. Hizo ni aina za tarumbeta, lakini hizo ni kulingana na watu. Sasa hapo tumegusia kuhusiana na tarumbeta, si ndio ndugu zangu? Lakini kulikuwepo tena na kitu kingine ambacho ni mtungi. Alibeba mtungi. Ndio maana kipengele cha 3 tunaongelea sasa mtungi. Kwa nini alibeba mtungi? Kwa nini aliwapatia watu mtungi? Kitabu cha Mukaisedi, yani Waamuzi sura ya 12 mstari wa 19 inasema, muda mfupi kabla ya usiku wa manane, mimi na kundi langu la watu 100, kwa sababu waligawa watu wenyewe, mnajua walikuwa 300, akasema 100 100 100,
gawa katika makundi matatu. Mimi Koma na kundi langu la watu 100 tulifika ukingoni mwa kambi. Walikuwa kuna mabano wadipa wamebadilishwa walinzi, wamebadilisha kumradhi walinzi, yaani wakati ambapo katika hiyo sehemu katika kambi yao, kwa sababu walikuwa wanaweka walinzi wa kulinda, wengine wanalala, wengine wanalinda kwanza, sijui kama unaona hilo. Kwa hiyo ni wakati ambapo walikuwa wamebadilisha tu walinzi. Kisha tukapiga tarumbeta, tukavunja mitungi tuliyokuwa tumebeba, na hivyo tukatoka kiroho nje ya miili yetu ya kimwili. Kwa nini walikuwa na mitungi? Na baadaye kuvunja hiyo mitungi hadi wakatoka nje ya miili yao ya kimwili. Ndio maana nikasema kwamba mtambue kwamba Koma aliomba Mtatedi kwamba apate kumwanzisha katika sanaa ya kutoka nje ya mwili wake, lakini pia akaomba kwamba apate kupata maarifa, ujuzi uliosahaulika wa walioanzishwa jinsi walivyokuwa wakitenda. Na hapa sasa ndio wanaanza kutumia sasa ujuzi ambao ulikuwa tayari umeshasahaulika, waliokuwa wakiutumia katika kipindi cha vita vya kiroho. Ndio maana tutajiuliza, mtungi utamaanisha kitu gani hasa? Kwa hiyo wakati walipovunja hiyo mitungi, boom, na wakatoka nje ya miili yao, hapo sasa wanaingia katika vita vya kiroho. Ndio maana kitabu cha Sango sura yake ya kwanza sura ya 335 inasema, mimi Jesse Bwame. Jesse Bwame ni nani? Ni mmoja kati ya wasaidizi wa Sango ambayo wataita ndani ya Biblia za kisasa kwa jina la Eliezeri. Yeye Sango alimwambia kwamba aende kumtafutia mwanaye ambaye ni Yololo, wataita Isaka, mke, na kweli akakutana na huyu ambaye atakuwa mke wa Yololo baadaye, ambaye ataitwa kwa jina la Ngokanyaka, ambaye wataita Rebeka. Ataelezea kuhusiana na swala la mtungi. Mimi Jesse Bwame nilikimbia kumlaki na kusema, nipe maji kidogo kutoka kwenye mtungi wako tafadhali. Akajibu, kunywa. Haraka alishusha mtungi wake kwenye mkono wake na kunipa ninywe. Kwa hiyo mtungi utawakilisha hapa mwili. Sikilizeni kwa makini, huu ni upande mwingine, aidha upande wa kwanza ambao tukaongelea kuhusiana na maana ya mtungi kulingana na hali ya kiroho. Yaani inaweza ikawakilisha ni mwili huu mtungi. Pia kwa sababu ndani ya mtungi kuna maji, kwa mujibu wa gisi tulivyoona hapa, na hayo maji yatawakilisha nini? Maji yatawakilisha mudi, maji yatawakilisha, hayo maji yatakusaidia unapoyanywa ili uende ukatimiza kile ambacho umetakiwa kwenda kukifanya, yaani kutimiza utume wako ambao umepewa. Ndio maana utachukua mtungi ambao utamaanisha kama hivi ni mwili ambao umejaa tayari, yaani nguvu ambayo itakuwezesha uende kutimiza kile ambacho unatakiwa kutimiza. Tunaendelea polepole, mtaenda kuelewa kwa sababu kuna maana mbalimbali ya mtungi katika hali ya kiroho. Sasa kwa hiyo mtungi ulio na maji utawakilisha mtu ambaye tayari yuko katika hali nzuri, amesha kunywa, ameshatulia vizuri, lakini kuna baki kitu kimoja. Na hicho kitu tutakipata wapi? Kinye Eho 19:9, yaani Wafalme wa Kwanza 19:9 inasema, hakika hivi ndivyo Mtatedi asemavyo, unga uliopo kwenye chungu hautaisha, wala viungo hata mafuta yaliyopo kwenye mtungi hayatapungua hadi siku mudima mimbu, yaani Roho wa misimu, atakaponyesha mvua juu ya eneo. Kwa hiyo upande wa pili wa mtungi tunaweza tukasema hapa kuhusiana na nabii, kwa sababu hapa tunajua kwamba ni nabii ambaye aliyefika pale, anatoa unabii kwamba unga hautamalizika, unga hautaisha katika chungu, wala mafuta yaliyo kwenye mtungi, aza ndani ya mtungi, hayo mafuta hayataisha. Na nyote tunajua kwamba mafuta pia yatawakilisha nini? Roho. Mafuta yatawakilisha mudi. Maana yake mtungi utawakilisha mtu ambaye tayari ana mudi ndani mwake. Sijui kama mnaona hilo ndugu zangu. Alafu tunasogea kitabu cha Kinye Beba, yaani kitabu cha Wafalme wa Pili sura ya 4 mstari wa 3 hadi 4 inasema, mimi Sunga nikawajibu, nileteeni mtungi mpya mtakao ujaza chumvi
mtungi mpya mtakao ujaza chumvi. Baada ya hayo, mimi Sunga nilikwenda kwenye chemchemi na kutupa chumvi, kuna mabano, utakaso, ndani ya maji. Nikasema, kwa niaba ya Mutatedi nimeyasafisha maji haya, hayatawafanya watu kuwa wagonjwa tena. Kwa hiyo mtungi hapa ambapo tayari umeshakuwa na mudi, itawakilisha tena chumvi ndani ya mtungi, yaani mtu ambaye tayari ameshakuwa na mudi ndani mwake, lakini tena atakuwa na chumvi, na hiyo chumvi itawakilisha kama vile ni utakaso, kwa sababu tayari umeshakuwa na mudi. Unaweza ukatakasa sasa kile ambacho ni najisi, sasa kitatolewa ili kwenda kutakasa, kwa sababu chumvi itazirisha utakaso wa maji, ambayo hiyo chumvi itaenda kutupwa ndani na maji yatakuwa masafi, na watu tena hawataugua watakapotumia hayo maji. Watu hawatakuwa tena wagonjwa kwa sababu hayo maji yameshatakaswa. Kwa hiyo ni maana mbalimbali ya kutambua mambo jinsi yalivyo. Muda mfupi kabla ya usiku wa manane, tunarudia kusoma, mimi Koma na kundi langu la watu 100 tulifika ukingoni mwa kambi. Walikuwa Wadipa wamebadilisha walinzi, kisha tukapiga tarumbeta, tukavunja mitungi tuliokuwa tumebeba, na hivi tukatoka kiroho nje ya miili yetu ya kimwili. Sasa kuna kitu kingine cha tatu ambacho walibeba, ni tochi. Na hiyo tochi msifikiri kwamba labda wameweka betri tu no, ambaye hiyo tochi ilitakiwa kuwekwa ndani ya mtungi. Itawakilisha nini? Yaani tochi ni kitu ambacho kinawaka, ni moto tayari, ambayo itawakilisha kwamba ni mtu ambaye tayari ana mudi, ana Roho Mtakatifu, ana mudi musangi, na ameshakuwa tayari. Sasa wakati watakapovunja huu mtungi pap, yaani ule mtu ambaye alikuwa tayari ameshakuwa na mudi bam, yaani atatoka nje ya mwili wake ili kwenda kupambana katika vita hivi vya kiroho. Kwa hiyo ndio maana wakatumia hayo maji, mafuta, chumvi na tochi ambayo itakuwa ni moto. Mtu ameshakuwa tayari. Kitabu cha Mukaisedi Waamuzi sura yake ya 12 mstari wa 20 hadi 24 inasema, vikundi vingine viwili vilifanya vivyo hivyo na kutoka kiroho. Wote walishika panga za tochi, kuna mabano, za moto kwa mikono yao ya kushoto, na tarumbeta za moto kwa mikono yao ya kulia, maana wameshakuwa tayari nje ya miili yao. Kwa hiyo tochi hizo hazitakuwa tochi tena za kimwili. Tarumbeta hizo sio tena tarumbeta ambazo ni za kimwili tena, kwa sababu katika kila ulimwengu kuna vita vyake, kuna vifaa vyake, kuna silaha zake. Katika ulimwengu wa kiroho kuna silaha za ulimwengu wa kiroho, katika ulimwengu wa nafsi kuna silaha za ulimwengu wa nafsi, na katika ulimwengu wa kimwili kuna silaha za ulimwengu wa kimwili, ambapo tumeona watu wana risasi, kuna nini, kuna bomu nyuklia, mambo kama hayo yote. Hata meno ni silaha pia, mambo kama kucha pia ni silaha. Kwa hiyo kila ulimwengu una silaha zake. Kwa hiyo vikundi vingine viwili vilifanya vivyo hivyo na kutoka kiroho. Wote walishika panga za tochi. Panga za tochi, kuna mabano za moto, tunafunga mabano, kwa mikono yao ya kushoto, na tarumbeta za moto kwa mikono yao ya kulia, na wakapiga kelele, kuna nukta mbili, kwa shambulio kwa ajili ya Mutatedi na Koma. Kipengele cha 4, kuvurugika kwa Dipa. Walisimama kuzunguka kambi, kila mmoja mahali pake, lakini ndani ya kambi kila mtu akaanza kwenda mbio, kupiga kelele na kukimbia. Baada ya wale watu 300 kupiga tarumbeta ya moto, mimi na wanaume wangu tulishinda kiroho Wadipa katika kambi nzima. Hatimaye wale waliobaki walikimbilia hadi Ndabo Bwabwele kuelekea Bongo, na hadi mji wa Mbutu karibu na Bia. Tunafunga, tunasimamisha hapa. Watu watombwane bila makabila ya Ngumu, Munyenge na Ndimbeya yote walihitwa, yote yalihitwa kumrasi.
nao wakaja kuwafuata kiroho Wadipa, wanaume wa kabila la Benemuna kutoka eneo la mlimani. Walinisaidia mimi Koma katika vita vya kutisha vya kiroho. Kwa hiyo hivyo ndivyo Koma alivyopambana hivyo vita na akashinda. Nikupenda kusema kwamba, ndugu zangu, unapoenda vitani usiende kwa sababu ya kwenda tu, unajihisi kwamba unapenda kwenda tu kwa sababu uende. Unatakiwa uwe na uhakika kwamba unapoenda vitani na katika hivyo vita vya kiroho kwamba utashinda. Kwa wakati huu sisi bado hatujapata uanzishwaji wa kutoka nje ya miili yetu ili kwenda kupambana na nguvu za giza la kichawi, lakini vita hivyo sisi vya kiroho tunapigana navyo pia, maana kuna aina mbalimbali ya vita vya kiroho. Vita vya kiroho sio kutoka tu nje ya mwili wako na kwenda kupambana. Nitakupatia tu mfano ambao uko very simple. Unaweza kuwa tu uko nyumbani kwako, unapoona kwa mfano wewe mwanaume unaona mwanamke ambaye amepita pale na maumbo ambayo wao kwako, kwa mujibu wako, yani unatamani kabisa, na anapotembea na tikisika hiyo, wewe unayeona pale tayari unaingia katika vita vya kiroho, kwa sababu utaanza kupambana ndani mwako. Uende usiende, ufanye nini, unaanza kutamani, yani unapambana kabisa ili kwamba hayo mambo yasi, tayari umeshakuwa katika vita vya kiroho. Unapokuwa katika familia yako, wewe unapenda ukweli huu unaendelea, lakini familia yako inakusumbua, inakwambia nenda kule, wewe hayo mambo ni mambo ya nani, ya uongo, manabii wa uongo watafika. Tayari uko katika vita vya kiroho, lakini wewe unafikiria kwamba vita vya kiroho ni kutoka tu nje ya mwili wako na kwenda kupambana. Hapa. Kwa hiyo hivi ndio vita ambavyo Kuma alipambana kwenye mwanzo kabisa wa kipindi hichi. Wa vipindi hivi tuliona kwamba Kuma alikuwa na woga, hata wakati alipokuwa akipura ngano anajificha ili Wadipa wasimuone, lakini kwa sasa hivi ni Wadipa sasa ndio wamekimbia, na vita hivyo vikawa vita ambavyo yeye Kuma na watu wake walishinda. Ndio hayo ndugu zangu, Luba anaendelea kujitukuza.